Je, kuna mwanasiasa ambaye ameingia ghafla na kuvuruga kabisa hesabu za uchaguzi wa mwaka 2027? Je, jina ambalo wengi hawakulitarajia sasa linaanza kutajwa kila kona ya Kenya. Lakini kama hali itaendelea hivi, basi kuna baadhi ya wanasiasa wanaweza kujikuta wamechelewa kugundua kwamba upepo wa siasa umebadilika. Manake katika video hii tutapitia video 5 tofauti kutoka kwa Wakenya wa maeneo mbalimbali ambazo zimezua mjadala mkubwa kuhusu Edwin Sifuna. Mwisho wa video ni wewe utaamua kama huu ni upepo wa mtandaoni tu au kuna jambo kubwa ambalo linaanza kujitokeza. Karibu sana hapa Mizuka Media. Leo hatutazungumzia kuhusu uvumi tu, tutatazama video halisi ambazo zimekuwa zikisambaa mitandaoni na kujaribu kuelewa kwa nini jina la Edwin Sifuna linaendelea kujitokeza kwenye mjadala wa siasa. Tuanzie Vihiga. Video ya kwanza ilizua mjadala baada ya kijana mmoja kujitambulisha kama sauti ya wananchi wa Vihiga. Kwa mujibu wake, mbunge Peter Selasi anatumika kisiasa kumshambulia Edwin Sifuna. Hii ilikuwa hoja yake, lakini kauli hii imegawanya maoni. Wapo waliokubaliana naye, ila wengine wakasema hayo ni maoni yake binafsi. Lakini jambo moja linajitokeza wazi ni kwamba jina la Edwin Sifuna linaendelea kutawala mjadala. Mimi na machache sana naongea kwa niaba ya watu wangu wa Vihiga County. Now, nikiongea story ya PK Salasi, nilianza kuyasema maneno ya Salasi kutoka kitambo. Salasi hata sio Rigathi peke yake anamtumia. Rigathi anatumiwa na party leader wake wa DAP anaitwa anaitwa Eugene Wamalwa. Eugene Wamalwa wakati alisikia Natembeya anaondoka DAP. So the only alternative angetumia kumwattack through Salasi. And Salasi is doing it and is doing it the way he wants to do it. Rigathi Gachagua, vile nilivyosema before and I'll still repeat, tutapanda mlima bila kuuliza mtu swali. We are not going through mlima kuuliza sijui Rigathi ama mtu yoyote. We are going to go there on our own. Na watu wa Mount Kenya, we have no problem with you. Rigathi hana any instruction from you people kutuongelesha vile anataka. We respect whatever that he wants, lakini kama anataka tukae kwa amani. We are going to form a movement sisi kama Linda Mwananchi. We are not going to actually join anybody. Ni wao wakuje tuongee. Na bila Sifuna kwa hiyo meza heri tuvunje. Si kweli? Sifuna must be the president. Yes. Whether you like it or not. Mnasema hana pesa kwa sababu yeye hajaiba. Mnasema kwamba hana pesa kwa sababu yeye sio mfisadi. Nyinyi ile mmeiba mkae nayo. Nilisikia Musalia Mudavadi anasomea Sifuna, anasomea wakina Natembeya, anasema ni vijana wadogo. How old was Musalia wakati alikuwa vice president? Very young. Saizi amekaa in politics for over than 50 years. There is nothing amfanya hata Vihiga mahali anatoka. Barabara ya kwenda kwake Uhuru Kenyatta na alimjengea. Wakati William Ruto anakumbusha Kalonzo Musyoka kwamba hana barabara Ukambani, akaambia Musalia pia hata barabara kwenda kwao hana. So whatever you are saying is wazee wakae kando. Ule kiongozi ambaye anaenda kumpiga Edwin Sifuna is our enemy. And Salasia, ukitupush sana, some of us tuko na video zako za ajabu. And we are going to post it somewhere. Najua tuone tunakaa hivi. Wanaume in Western region wanaume hatukaangi hivi vile tunakaa. Huwezi kuwa na miaka hiyo na una bibi. You have got what evidence to deal with you. So kama mahali utulie or else we will do what we do. Kabla watu hawajamaliza kujadili video hiyo, video nyingine ikaibuka bunge la Mwananchi. Safari hii mjadala ukawa mkali zaidi, manake mwananchi mmoja alimpa Peter Selasi onyo kali, huku akieleza kuwa anaona kuna mgawanyiko unaoweza kujitokeza ikiwa siasa zitaendelea kuwa za mtindo huu. Tazama alichosema, manake kauli hizi zimezua hisia tofauti. Wapo waliounga mkono ila wengine wakazikosoa, lakini zinaonyesha namna mjadala huu ulivyozidi kuwa wa hisia kali zaidi. Mambo ni matatu. Uame Uluyani, uende kwa Kasongo, ama sisi kama supporters wa Sifuna tukuchape mahali popote tumepatana na wewe. Na kitu ambayo Salasi anajishangaza nayo, yeye anapinga Sifuna na malaya ambao wanatembea na yeye wana support Sifuna wote. Malaya ambao unatembea na wao wote wana support Sifuna. Sasa wewe ni mwandazimu. Mimi nataka kuambia bwana Peter Salasi, before kuje kwa umati upige wenye wameoa, mwenye ako na bibi, kulecture musomi, wakili. Inafaa kitu ya kwanza uowe. Mambo ya pili, huwezi kuja kuongea na mtu soba na wewe ni mlevi. Na kitu ambacho nimekuja kudiscover nao Peter Salasi ni mumama. Ako na characteristics za Karen Nyamu. Kazi yake ni kuchukua umbea kutoka kwa Faruk kupeleka kwa Rigathi Gachagua. Hiyo ndio kazi ambayo
PK Salasya amechukua. Na mimi nataka kuambia wenye ndio constituency mahali Peter Salasya ni mbunge. Huyu Peter Salasya akuwe one term ya asubuhi na mapema. Na kama muna candidate, tutaita hata Nuru Kanga aende kuwe mbunge wa huko. Heri Nuru Kanga aende simame a replace Peter Salasya. Kwa sababu Peter Salasya akona ujinga mingi sana. How can you stand and start lecturing the sixth president of the Republic of Kenya? Atunasema atoto wa Nairobi ndio wenye wa endorse Sifuna. Kitu ya kwanza utafiti nasema hivi kwa Salasya, wewe si Muluya, wewe ni Mkikuyu. Mama yako ni Msapere. Ndio maana Rigathi Gachagua alikuchukua kupeleka kwa mama yako. Lazima uogope mtu anaitwa Edwin Wathenya Sifuna. Na kilichovutia zaidi ni kwamba mjadala huu haukubaki Kenya tu, bali hata Wakenya wanaoishi ughaibuni wameanza kutoa maoni yao. Mwanamke huyu wa Kenya anayeishi diaspora anaamini kwamba kuongezeka kwa jina la Edwin Sifuna kumebadilisha hesabu ambazo baadhi ya watu walikuwa nazo kuhusu siasa za mwaka 2027. Huu ni mtazamo wake binafsi, lakini inaonyesha namna mjadala huu umevuka mipaka. Hebu msikize alivyosema. Edwin Wathenya Sifuna ameharibu hesabu. Sifuna ameharibu hesabu. Serikali saa hii iko na wasiwasi. Opposition saa hii wako na wasiwasi. Walikuwa wamejipanga. Serikali ilijua either itakuwa Gachagua ama Kalonzo ama Martha, hiyo ni mteremko. They knew if you bring those people ati ndio wanasimama nao kwa kura watashinda. Lakini sasa Mungu naye nani? Akainua Wathenya Sifuna na Wakenya wamemkubali. Kama unafikiria na kudanganya, uliza watu wa Keumbu. Keumbu walirusha mawe kwa convoy ya Linda Mwananchi. Wakenya wakaambiwa msinunue. Wakenya nao ni nani? Wenye wanasafiri kupita Keumbu hawakununua. Wenye wanasafiri wengine hawajai ona Sifuna na macho hivi. Hawajai kutana na Sifuna hivi. Lakini vile walisikia tu gari ya Linda Mwananchi lirushiwa mawe, wakasema hatununui, na hawakununua. Tell me who has such influence in this country right now. Ni mtu mmoja, Edwin Wathenya Sifuna. Opposition saa hii imechanganyikiwa. Unaona Gachagua anapiga kelele, sitaki Linda Mwananchi Olkalau, kwa sababu Linda Mwananchi wakikuja they will sway the vote. Na yeye hataki isemekane kwamba Linda Mwananchi ndio walisaidia mtu wa DCP akapata kura. He thinks he is a man of his own. But you and I know, Gachagua akisimama na Ruto hivi, Gachagua anaenda nyumbani mapema sana. Lakini ukisimamisha Sifuna na Ruto hivi, haiwezekani. Kandui wamesikia tu Sifuna na yuko hakukuwa, kulikuwa na broad based huko, lakini ilikuwa tu Sifuna. Hata mimi hapa penye niko naimba tu Sifuna. Na wewe tuko na president. Kama bado mlikuwa mnafikiria ati tukisimamisha mbuzi na serikali mtachagua, tumetoa mbuzi sasa hivi tuko na mtu. Hatunako mbuzi. Wewe. Lakini wakati wengine wakisema Sifuna anazungumza sana, wengine wanaamini ni sehemu ya mkakati wake. Mwananchi huyu anaamini Edwin Sifuna si mtu wa kufanya mambo bila mpango. Kwa maoni yake, hatua anazochukua sasa zinaweza kuwa sehemu ya siasa za muda mrefu. Kauli hii imewafanya wengi kuanza kujiuliza, je, kweli kuna mkakati mkubwa unaojengwa au ni tafsiri tu za wananchi? Sifuna in my opinion is not dumb. Sifuna can't be dumb. So Sifuna is trying to be very tactical and very strategic. And what he's going to do is not about joining. He will probably, based on the realities on the ground, compel the opposition to join him because unity is strength. It gives me great pleasure to be the first to say that on a broadcast. Because when you go back historically and check, you'll be like, Benji knew this at this point. So it's for Sifuna to propel himself, or he has already been propelled. Which he has already done. For the opposition now to be the ones looking for him. Remember, Sifuna is a first-time senator. So if you compare Sifuna's tenure with Kalonzo, who's been around 40 years, Sifuna is 44 years old.
if you write off Sifuna, that's foolish. You know, I've had this discussion with you several times and others. How people cannot just see Sifuna's rise is bizarre. When the cards are down at the end of the day, Sifuna is going to be a force to reckon with. Sifuna is a legitimate senator. Sifuna has not mobilized goons. Sifuna has stood strong even where Baba was weak. The late Raila. That makes for a leader. Sifuna is not an actor. Like, Sifuna hasn't gone to say something which someone has sent him to say. Which is why they keep throwing the tag about Uhuru's money, etc. Sifuna has been a disciplined and eager leader. Sifuna has been the longest serving Secretary General of ODM in the heat of battle. And Sifuna has been so far unable to be compromised. How is that not clear to anybody? Then from what you're saying, it looks like Sifuna should be on the ticket as a presidential candidate. Na video nyingine ni kauli ambayo imezua mjadala mkubwa zaidi. Kiongozi mmoja wa upinzani akiwa mbele wa wafuasi wake aliwauliza swali moja. Je, wako tayari kumuona Edwin Sifuna akiwa rais kuanzia mwaka 2027 mpaka mwaka 2037? Tazama kilichotokea. Unajua, nataka kujua kama watu wakaliwa hapa pia ni watu wa Sifuna. Watu wakaliwa nyinyi watu wa Sifuna? Nyinyi watu wa Sifuna? Hey, Sifuna for president from 2027 to 2037. Hello? Sifuna pewa masipewe? Aende nayo masiende nayo? Mimi nataka niwaambie, juzi mmetuona kule Trans Nzoia. Tumetembea Kenya, tunakaribia kumaliza. Wakati tumekuwa kule Trans Nzoia, tumesema captain wetu ambaye atakuwa yeye ndio mwenyekiti mkuu kwa siasa ya Sifuna atakuwa gavana mchapakazi yule wa Trans Nzoia. Mnamjua? Anaitwa nani? George Nate. Huyo ndio captain mkuu. Na hapa tukikuja hapa Busia, kuanzia Busia town mpaka Changara, mimi ndio nitakuwa manager walinda mwananchi wa Sifuna. Halo? Ni raha si raha? Sasa pale Odila anashika pale, Mudenya anashika pale. Tunataka kulock Western yote ili tulete uongozi. Mimi pia naona hata kama sina transport kutoka tu hapa mpaka Kandui hapa, wewe pia si duka miguu hapa na unaenda kuona president wetu. Si hapa ni karibu. Ya mwisho mimi nataka niambie watu yangu, hii Kenya ni networking. Na kitu mimi nimeanza kufanya saa hii, sitaki kuchaguliwa ubunge 2027 na mimi naenda kwanza kujiintroduce kwa president. Ati naenda kwa Sifuna, habari yako president? Mimi ndio mbunge wa Tezo Sauti. Sitaki hiyo wakati nimeshachaguliwa kuwa mbunge wa Tezo South, nafika kule naanza kuuliza waziri kujiintroduce ati mimi ndio mbunge wa Tezo South. Mimi pia nataka nikifika kule tayari rais anajua mbunge wake wa Tezo South ni Mose. Mimi namalizia hapo, sina mengi, lakini mimi kitu nataka niwaambie watu yangu, 2027 mimi Mose Baba, kwa uwezo wenu, kwa mapenzi yenu, kwa neema yenu, kwa kura yenu, kwa roho mnyenyekevu, mtanipatia kwa mbunge wa Tezo South? Mtanipatia kwa mbunge wa Tezo South? Niende nayo. Ukiziunganisha video hizi zote tano, kuna jambo moja ambalo haliwezi kupuuzwa, kwamba Edwin Sifuna anaendelea kutajwa katika mijadala mingi ya kisiasa, lakini kutajwa sana mitandaoni si sawa na kushinda uchaguzi. Uchaguzi huamuliwa na wapiga kura siku ya kupiga kura, si kwa video pekee. Hata hivyo, video hizi zinaonyesha jinsi mjadala kuhusu nafasi yake ya kisiasa unavyoendelea kukua. I can feel it when you say you are Sifuna. Ati yo Sifuna ndio nini, kuniambia nini? Ndio sigara gani mnaniambia hapa? Mwache kunisumbua mimi na mjue, msiniamusha mimi. Ni mtu mdogo sana ambaye asishitua mimi.
Sasa ningependa kusikia kutoka kwako. Je, unaona hizi ni hisia za mitandaoni tu au kweli Edwin Sifuna ameanza kujijengea nguvu za kisiasa kuelekea mwaka 2027? Niachie maoni yako kwenye comment section, na kama umefika mwisho wa video hii andika neno umoja ili tujue umefuatilia hadi mwisho. Bwana, mimi naitwa Rich Mizuka, sauti ya vijana wa Afrika Mashariki. Namba 1 ni mimi, namba 2 ni mimi, namba 3 ni mimi, 4 na 5 na waachia nyinyi hapo. Bwana, tukutane kwenye video ijayo.